Kwa jina naitwa John Josephine Emmanuel, ni mwanafunzi wa chuo kilichopo ndani ya mkoa wa Mwanza, na sisi sote ni wanafunzi katika vyuo mbalimbali vinavyopatikana ndani ya mkoa wa Mwanza. Na siku ya leo tungependelea sana kuzungumza masuala ya elimu ya Kitanzania, masuala yale ambayo yanaendelea ndani ya Tanzania, yaliyokuwepo, yaliyopo, na hata kama kuna uwezekano tukajadili pia hata masuala ambayo tunaona kama sisi vijana yafanyike kwa ajili ya kuweza kutengeneza maisha yaliyo bora katika taifa letu la Tanzania. Kwa ufupi, ningependa sana kuzungumzia swala la elimu ndani ya Tanzania. Kipindi cha ukoloni, elimu ya Kitanzania ilikuwa ni kwa ajili tu ya kujua kusoma na kuandika, kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wakoloni katika shughuli zao mbalimbali. Na elimu hiyo ilikuwa ikipatiwa kwa watu ambao walikuwa wakiaminika kwamba wana uwezo wa kuwasaidia wakoloni katika kipindi hicho, hasa watoto wa machifu na hata wale ambao walikuwa na vyeo mbalimbali katika kipindi hicho. Lakini mnamo mwaka 1961 ambapo nchi yetu Tanzania ilipata uhuru, mfumo wa elimu ulibadilika kutoka kwenye kujua tu kusoma na kuandika kwa ajili ya kusaidia wakoloni kwenda katika mfumo wa elimu ambao utaweza kuwapatia watu ujuzi na uwezo wa kulisaidia taifa na kulikuza taifa. Na kuanzia hapo ndipo elimu ilipoanza kuongezeka katika standards zake ndani ya Tanzania. Na tukumbuke ya kwamba mwaka 1961 ambapo ni mwaka ambapo Tanzania ilipata uhuru, elimu haikuwa na ile status kubwa, bali ilikuwa ni masuala tu ya kazi, kilimo na ujasiriamali ndani ya Tanzania. Lakini elimu ilipoanza kupata nafasi, vyuo mbalimbali vilianza kufunguliwa, shule mbalimbali zilianzishwa, na hivyo ikapelekea elimu kuanza kukua. Na mpaka hivi sasa mwaka 2025 Tanzania imefika katika hatua kubwa sana ya kielimu. Tukizingatia swala la kwamba sasa hivi kuna shule nyingi za binafsi pamoja na za kiserikali. Kuna elimu ya bure ambapo inapatiwa kuanzia chekechea mpaka kidato cha 6. Na hiyo inasaidia hata watu wengi kusoma na kuweza kupata elimu. Watu wengi sasa hivi Tanzania wanajua kusoma, kuandika, kujifunza katika shughuli mbalimbali, na hizo zinawasaidia katika maisha yao ya kawaida. Na pia tunapoingia katika swala la vyuo vikuu, vyuo vimekuwa ni vingi ndani ya Tanzania. Imeonekana kwamba idadi iliyopo ndani ya Tanzania, vyuo vikuu viko zaidi ya 19. Na hivyo vinasaidia wanafunzi wengi sana ambapo wanapomaliza katika elimu yao ya kidato cha 4 au kidato cha 6, kuwasaidia kwenda kusomea kwa ajili ya kazi ambazo wanazitamani kuzifanya katika maisha yao. Na vyuo hivi vimekuwa vikisaidia wanafunzi mbalimbali, wanapata elimu, wanasomea ujuzi ambao wanatamani kwenda kufanya baadaye. Lakini pamoja na hayo yote, elimu hii imekuwa na changamoto kubwa sana. Na changamoto ya kwanza ni kwamba ile elimu ambayo tulikuwa nayo kuanzia kipindi cha ukoloni, kipindi cha uhuru, ndiyo ile iliyopo mpaka sasa. Tukijaribu kutafakari sisi kama Watanzania, elimu ambayo tulikuwa nayo kipindi cha ukoloni ilikuwa ni kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Na baada ya kufikia kipindi cha uhuru, elimu ikaongezeka. Na ndio pale ambapo tulipoanza kujifunza mambo mbalimbali, kujifunza namna ya kuwa walimu, wanasheria na hata kozi mbalimbali. Lakini elimu hiyo ambayo ilifundishwa katika kipindi cha ukoloni ndio hiyo tulionayo mpaka leo hii. Haijawahi kubadilika. Protocols ni zile zile, etiquettes ni zile zile. Ukiangalia katika mfumo uliopo, hakuna kilichobadilika, na hiyo inasimama kama changamoto kwa wanafunzi wa Kitanzania. Kijana anatoka form 4, elimu aliyokuwa nayo tu ni elimu ya kujifunza historia, kukariri na vitu kama hivyo. Na hiyo elimu haiwezi kaenda kumsaidia mtaani.
elimu ile inabaki tu akilini mwake kwamba najua kusoma, najua kuandika, lakini haitamsaidia chochote katika jamii. Mwanafunzi anamaliza chuo kikuu, alikuwa tu akikaa akikariri, alikuwa tu akikaa anasoma, lakini mwisho wa siku akitoka akienda mtaani, ile elimu inakuwa ni ngumu sana kumsaidia katika shughuli za kawaida. Tuchukulie mfano mmoja. Kwa sasa hivi uchumi tulionao Tanzania ni uchumi ambao pia unategemea masuala ya kilimo. Lakini unakuta mwanafunzi ametoka kusoma kozi ambayo ameisomea, amejifunzia tu darasani. Anapofika katika masuala ya applications, inakuwa ni ngumu. Anajaribu kwamba nimejifunza kitu fulani darasani, ukijumlisha hiki na hiki itakuja itatengeneza hiki, nikifanya hivi na hivi itatengeneza hivi. Lakini mwisho wa siku ukija kuangalia, akija kujaribu kuapply ile, inakuwa ni ngumu, kwa sababu elimu yetu sisi ni ya darasani tu na sio ya kutake actions. Sio elimu ambayo inaweza kutufanya sisi kama Watanzania kuweza kusimama na kuweza kuonekana watu fulani katika jamii na kuendelea. Elimu pia imesimama kama historia tu. Wanafunzi wanaposoma kozi mbalimbali, hawasomi kozi ile, bali wanasoma historia ya kozi ile. Nimejaribu kufuatilia mambo mbalimbali, kozi mbalimbali ambazo zinaendelea ndani ya Tanzania. Nimekuja kugundua kwamba tunasoma historia ya kitu na wala sio kitu chenyewe. Take a good example kwa sheria. Tunasoma ndio sheria kila siku zinabadilishwa, lakini bado tunajikita katika kile ambacho kilikuwepo tangu zamani. Hatuangalii the concurrent issues in Tanzania. Masuala ambayo sasa hivi yameibuka ndani ya Tanzania, inabidi sheria zitengenezwe, masomo yabadilishwe, mfumo uweze kusimama, kwamba mfumo huu utakaposimama, nina uwezo wa kwenda kutetea haki yangu mahakamani, nikasimama nikafanya jambo fulani na fulani. Lakini tunaishia kwenye kukariri darasani kwamba mimi nakaa leo hii najifunza criminal law. Ndiyo, criminal law nimejifunza hivi na hivi na hivi. Lakini je, napotoka hapa na kwenda kule katika maisha ya kawaida, ile criminal law, je, inaweza ikaniinua mimi katika namna moja ama nyingine? Tumeishi katika etiquettes zile zile za zamani, kwamba hata kama itakapoamuliwaje, vile itakavyoamuliwa ndivyo jinsi ilivyo. Utakapoenda kukata rufaa unakata hivi, unafanya hivi. Mtu akijiwakilisha peke yake inakuwa ni ngumu kujitetea sana, maana inakuwa tumeshazoea kwamba ni sheria zile zile za zamani ndio zinazotusaidia sisi. Ukiangalia katika nchi za wenzetu, mtu anaweza kasimama yeye mwenyewe na akajisaidia katika sheria na akafaulu vizuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu sheria pia zinakuwa zinafunzwa kwa watu katika jamii. Sheria zinawekwa wazi katika watu wa jamii. Lakini kwa sasa hivi tukiangalia katika maisha yetu sisi ya kawaida, mtu asipokuwa na wakili inakuwa ni ngumu sana kwa yeye kwenda kujisaidia katika mahakama, kwa sababu anakuwa hajui vitu vingi, inakuwa inamsumbua na inakuwa changamoto sana katika jamii. Na hata hivyo pia tukiangalia masuala yanayoendelea katika jamii kwa sasa, masuala ambayo tunaelekea mbele yetu, ukiangalia sasa hivi ni mwaka 2025, we are heading on elections. Je, elimu yetu sisi kama vijana inatusaidia nini? Tumejifunza masuala ya freedom of expression. Tumefundishwa masuala ya kwamba sisi tuna uhuru wa kuzungumza, sisi tuna uhuru wa kuweza kusimama, tuna uhuru wa kuchagua kiongozi ambaye tunamtaka. Je, mpaka sasa hivi mfumo huu unaendelea kama jinsi unavyohitajika? Tunaangalia, je, elimu yetu inatusaidia katika hata kupata nafasi katika kufanya kazi mbalimbali katika hayo masuala? Na kama ndivyo, basi tunapenda kushukuru sana nchi yetu kwa sababu mfumo wa elimu umeweza kusimama. Lakini kama sivyo, inabidi mabadiliko yaweze kufanyika kwa ajili ya kuweza kukuza uchumi wa nchi na kuweza kukuza taifa letu, kuweza kulibadilisha, kulitoa kwenye mfumo wa ukoloni, mfumo ambao tumeukariri, kuweka kwenye mfumo ambao unasimama katika usawa. Na kufikia hapo, kwangu mimi nashukuru sana. Mr. Simon, wewe ungependa kuzungumzia nini katika yale ambayo yanaendelea kwa sasa hivi? Asante. Kwa majina naitwa Simon Gerard na ni mwanafunzi wa kitivo cha sheria
ndaki ya Mwanza, na kwa upande wangu mimi nitazungumzia maendeleo ya nchi ya Tanzania na mwenendo wa kisiasa ndani ya nchi kwa nyakati hizi. Nitaanza kwa kukoti nukuu kutoka kwa baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambao alikoti miaka kadhaa iliyopita, aliyokuwa anasema ili tuendelee tunahitaji kuwa na vitu vinne. Vitu hivyo vinne akavitaja kama watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Kwa hiyo mimi muktadha wangu utazingatia kwenye haya mambo manne: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Haya ndio mambo ambayo kwa ufahamu wa baba yetu wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliona kwamba ili hii nchi iendelee inahitaji vitu vinne alivyovikoti kama nilivyovikoti hapo awali. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi nitazungumzia vitu vinne, na nitaanza na watu. Watu naozungumzia hapa ni Watanzania. Namna gani Watanzania wanaweza kuiendeleza Tanzania, na namna gani Watanzania wanaweza kuiendeleza nchi yao na wao binafsi. Sasa Tanzania ina almost watu milioni 60 plus according to sensa ya mwaka 2022, na hao watu milioni 60 plus namna gani wanaweza kuiendeleza nchi yetu ya Tanzania. Kwa tunapotaka kuzungumzia kwenye idadi hii ya watu wa milioni 60 plus, lazima tuangalie vitu vya kuzingatia kwenye hao watu na namna gani watakavyoendeleza nchi yao. Tuangalie ushiriki wa watu kwenye nyenzo muhimu za kukuza uchumi wa nchi ya Tanzania, ushiriki wa watu kwenye mambo ya msingi yaliyoko kwenye nchi ya Tanzania. Ukisoma ibara ya 5 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 iliyofanywa marekebisho ya mwisho 2008, inasema watu wana fursa sawa za kuchagua na kuchaguliwa kwa viongozi ndani ya nchi hii. Watu wana fursa sawa ya kuchagua na kuchaguliwa ndani ya nchi hii. Watu milioni 60, hiyo fursa sawa wanaipata? Watu milioni 60 plus, hiyo fursa ya kuchagua wanaipata? Sasa ukiangalia current issue ambazo zilikuwa kwenye zinazoikumba nchi hii, kumekuwepo na mambo kadhaa ambayo hayaendi sawa. Watu wanachukuliwa, yani Tanzania mmoja damu yake inaonekana sio ya msingi. Damu ya Mtanzania huyo haiogopi. Watu wanakuwa wanapotea, watu wanauana. Ripoti nyingi zinaandaliwa kwamba wataandaa ripoti, lakini uchunguzi unaendelea, ripoti haitoki. Kuna watu ambao nakumbuka ilikuwa 2024 alikufa mzee mmoja anaitwa Mzee Ali Kibao. Yule mzee aliuawa, alitekwa kutoka kwenye gari na watu wenye silaha wakambeba. Sasa unajiuliza, sasa watu kumbe inawezekana nchi mtu akatolewa kwenye gari na akabebwa na akapotea. Mpaka sasa hivi ripoti jaji najua watakuwa wanachunguza. Kwa sasa nilichokuwa nazungumzia hapa ni kwamba hawa watu ambao tunawazungumzia, watu wetu ili tuendelee, Mwalimu Nyerere alikuwa anasema kwamba ili tuendelee tunahitaji watu wa aina gani? Wana nafasi gani ndani ya nchi, wana mchango upi, wanatakiwa wasimame kwenye upande upi kwenye mambo ya msingi sana ndani ya nchi. Upande wangu utazungumzia kwenye haki ya kuabudu ambayo ni ibara ya 19, haki ya kushiriki kwenye vyama vya siasa na mambo mengine yanayohusu vyama, ibara ya 20, kutoa maoni, ibara ya 18, fursa ya kuchagua na kuchaguliwa ambayo nimeshasema ibara ya 5, na umiliki wa rasilimali za nchi ambayo ni ibara ya 24, na thamani ya damu, thamani ya utu wa Watanzania ndani ya nchi yao. Kwenye haya mambo ni mambo 6. Tuangalie, je, ndani ya nchi mambo hayo yanathaminika? Nimesema haki ya kuabudu, haki ya kushiriki kwenye siasa,
haki ya kuchagua na kuchaguliwa, na haki ya umiliki wa rasilimali za nchi hii. Ndugu zangu wa Tanzania, nikianza na umiliki wa rasilimali za Watanzania ndani ya nchi na Watanzania wenyewe wanazimilikije. Tunafahamu kwamba hii nchi ni nchi ambayo imebarikiwa, ndugu zangu, imebarikiwa sana, ina kila aina ya rasilimali ambazo Mungu ametupa neema ya kuwa nazo. Tuna madini, tuna maziwa, tuna nickel na nini, ni vitu vingi sana tulivyo navyo, lakini utakuta migodi mingi inamilikiwa na watu wa nje. Tunasema kwamba wamecomply na condition ambazo zinahitajika kwenye TIC ambao ni Tanzania Investment Center na wameinvest. Sasa je, watu wetu wanapewa fursa sawa kwenye umiliki na kuinvest kwenye mambo yetu ya msingi? Hilo lilikuwa ni la kwanza ambalo lilikuwa ni la watu. La pili lilikuwa ni swala la ardhi. Swala la ardhi. Ardhi ndani ya nchi ni public owned, ni mali ya umma. Hiyo ni kifungu cha 4 cha sheria ya ardhi. Ardhi ni mali ya umma na iko chini ya umiliki wa rais. Sasa ardhi tunayozungumzia ya Tanzania ambayo tuna kilomita square nyingi sana za ardhi ndani ya nchi ambazo sehemu nyingi ni mapori. Ukisafiri kila unapopita unakuta ni mapori, sehemu kuna wanyama nini. Yaani vini ardhi kubwa na Tanzania ni maskini. Sasa unajiuliza inatokeaje watu wana ardhi? Watu tunao wengi milioni 60+, na ardhi kubwa na watu ni maskini. Sasa kwa nini watu wanakuwa maskini na ardhi wanayo, watu ni wengi? Iko hivi. Sera za nchi kuhusu masuala ya ardhi kama yalivyoelezwa kwenye kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya ardhi na kanuni zake za mwaka 2001, ukisoma pamoja na kifungu cha 4 na cha 5 cha sheria ya vijiji ya sura namba 114 ya mwaka 2019, watu ndani ya nchi watu ndani ya nchi uwakilishi wao kwenye masuala ya kisera na nini ni madogo. Kwa nini ni madogo? Kwa sababu zile ambazo nimesema mwanzo huko kwamba watu wapati fursa sahihi ya kuchagua na kuchaguliwa kwenye ushiriki wa mambo ya kisiasa ili wawe na sera safi na mambo mengine yanayohusu masuala ya ardhi. Kwa hiyo ardhi tunayo, watu tunao, lakini maendeleo bado yako chini. Maendeleo bado yako chini. Ilikuwa ni swala la pili ambao ni ardhi. Swala la tatu ni siasa safi. Siasa safi inayozungumzia hapa sio usafi wa kuwa na chama fulani kinachovaa nguo zilizonyoshwa na pasi na safi, hapana. Siasa safi inayozungumzia hapa ni kwamba kila chama ambacho kina usajili wa kudumu kinapaswa kuwa na siasa safi na kina ushiriki sahihi na sawa na vyama vingine. Inapofika nyakati za uchaguzi, tunakuwa tunajiweka kwenye ngao ya vyama kwamba ili mtu ashike nafasi ya kuchaguliwa ndani ya nchi inabidi awe na chama ambacho anakiwakilisha ili akapate na ridhaa ya kugombea na awe mwakilishi agombe kwenye chama hicho anachoona kwake kinamfaa. Sasa ukiangalia tuna vyama zaidi ya 18 na vyama vikuu sana nchi tunavifahamu na nafasi yao na namna wanavyojinadi na sera zao zinafahamika. Sasa je, wana siasa safi ambayo sasa Mwalimu Nyerere alikuwa anaona kwamba ili chama kiweze kushika nchi inabidi kiwe na siasa safi. Ili tufahamu hilo natakiwa tuzingatie sheria ambazo tuko nazo. Sheria ambazo tuko nazo hasa kwenye sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2019 iliyofanywa marekebisho mwaka 2024. Tuangalie mtu anayesimamia, nani anayesimamia hivi vyama, anayesimamia malezi ya hivi vyama. Kwa nchi kuna mtu anaitwa mlezi wa vyama vya siasa, msajili wa vyama vya siasa ambaye tunaye ni judge, I think ni judge, ndio Jaji Mtungi. Sasa ili ujue kwamba hivi vyama vya nchi ni safi, lazima tuanze kuangalia hata mlezi ambaye anawalea ni msafi kiasi gani. Unajua mtu akiitwa jaji, sasa jaji tunafahamu nchi hadhi ya majaji ni watu ambao wako qualified. Kama wako qualified ni kwamba
wanatakiwa wafanye kitu ambacho kiko qualified pia ili kuleta siasa safi. Sasa hivi karibuni imetokea current issue banning ya baadhi ya vyama kutokushiriki. Unaambiwa ili mambo yaende vizuri inabidi usaini kanuni za kimaadili. Sasa maadili kumbe yanaweza yakakosesha mtu kutokushiriki kwenye masuala ya kiuchaguzi. Unaona? Sasa usafi nao uzungumzia kwenye masuala ya vyama kwamba tu na siasa safi. Unapata kasoro, unadoa kutokana na namna sahihi ya usimamizi na udhibiti wa mambo yanayo organize hii mifumo ya vyama. Kuna nafasi za kuchaguliwa kwamba mfano kama kwenye baadhi ya vyama mwenyekiti, makamu mwenyekiti, katibu na wengine wanachaguliwa. Kuna wajumbe secretariat ya vyama vikuu hivi nao wanateuliwa. Usafi unazingatia kwenye nafasi hizo. Sasa unakuta hivi karibuni tukitokea chama kimoja kimefanya moja ya chaguzi ambayo haijawahi kutokea kwa kweli, na uchaguzi ulifuatiliwa kama mpira wa Simba na Yanga, ulikuwa umevutia kwa kweli. Tungependa kuona vyama vingine vikifanya uchaguzi wao kwa njia hii ambayo tunaona wao walifanya na wamejaribu, wamefanya vizuri. Mungu awasaidie. Na hiyo ndio siasa safi ambayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa anatamani kuona ndani ya nchi hii. Misingi ya siasa safi inakuwa kwenye muktadha huo. Sasa je, wanapata fursa sawa kwenye ushiriki wa mambo yao ya kupata siasa safi, ambapo tunaona mara nyingi inapofika nyakati za uchaguzi lazima amani kwa kweli itetereke, kwa sababu tunafahamu mtu anaposhiriki unakuta ametoa hela zake na nini. Kwa hiyo tunavyo vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo ndio wanakuwa ni walinzi na walezi wa masuala ya ulinzi na usalama ndani ya nchi. Mara nyingi udhibiti wao kwenye mambo ya kiusalama kwenye namna gani wanavyopatikana inakuwa ni changamoto. Unaona? Nikieleza swala la 4 ni ambalo ni uongozi bora. Sasa tumalizie kwenye uongozi bora. Ndani ya nchi upatikanaji wa uongozi upo aina mbili. Kuna viongozi wanaochaguliwa, kuna viongozi wanaoteuliwa. Kwa hiyo kwenye viongozi wanaochaguliwa unakuwa na specified qualification ambazo zinatakiwa uzikidhi ili uende kupata ridhaa ya kwenda kuchaguliwa na watu watakao kuwa wameandaliwa. Kama ni ubunge utachaguliwa na wananchi ndani ya jimbo lako, kama ni urais utachaguliwa na wananchi ndani ya nchi yako, kama ni udiwani hivyo, kama ni mwenyekiti na nini. Ndani ya kwenye swala la uteuzi pia kuna sifa ambazo zimewekwa, mfano kama viongozi kama majaji, mawaziri wanateuliwa, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa. Sifa ambazo zimewekwa na zingine ambazo ni unknown. Sasa ili upate uongozi bora ndani ya nchi hii kuna hivyo vitu viwili vya kufuatilia ambao ni kuchaguliwa na kuteuliwa. Sasa tuangalie unapotaka kuchaguliwa ndani ya nchi hii unatumia nini tujue kwamba huyu anatakiwa achaguliwe na ana sifa kadhaa. Unaona? Ndani ya nchi hii tunazo sheria ambazo zinaongoza mambo ya kiuchaguzi. Tukianza na katiba yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunazo sheria ambazo zilifanywa marekebisho 2024, sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Tunayo sheria ya tume huru ya taifa ya uchaguzi. Tunayo sheria ya uchaguzi wa viongozi wa serikali za mitaa. Sasa je, zinaweza kutusababisha hizo sheria zinaweza kusababisha tukapata viongozi bora ambao tunawataka ili tuendelee na yale maneno 4 ambayo baba wa taifa alikuwa anasema ili tunahitaji mambo 4? Tukianza na katiba. Katiba ya nchi hii ya masuala mazima ya kiuchaguzi imeestablish maana halisi ya uchaguzi mkuu katika ibara ya 151 ambayo imesema general election or people's election. Kwa tunarudi kule kwenye vile vitu vile ambavyo tunavihitaji: watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Kwenye swala la uongozi bora huku ili ufanye uchaguzi, maana halisi ya neno uchaguzi mkuu au general election imetolewa ibara ya 151 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Imesema ni general election or people's election. Kwa ni uchaguzi wa watu. Sasa kama ni uchaguzi wa watu,
tuangalie ni watu wanachagua ama ni watu wanachaguliwa. Watu wanachagua ama ni watu wanachaguliwa. Ibara ya 74 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ime-establish Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Hiyo ibara hiyo ikafanywa amendment 2024 waka-establish Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa hiyo tume inapatikanaje ndani ya nchi hii? Hiyo tume ndani ya nchi hii inapatikana kwa kuteuliwa na rais. Rais anateua mwenyekiti wa tume, anateua katibu wa tume, mkurugenzi wa tume na wajumbe wote wa tume. Vile vile anaweza kuondoa ikibidi atakavyoona inafaa. Sasa tumezungumzia kuwa na siasa safi. Ili uwe na siasa safi lazima uwe na uongozi bora. Uongozi ndani ya nchi unapatikana kwa aina mbili, ya kuchaguliwa na kuteuliwa. Kwenye kuchaguliwa hapa ambapo tunaizungumzia ibara ya 74 imempa fursa rais, na kama mnaofahamu capacity ya rais ambayo imesababishwa kwenye katiba na sheria zingine zote. Rais ndani ya nchi hii ndio governing authority, ni disciplinary authority kwenye masuala ya utumishi wa umma. Sasa huyu rais ambaye pia ni commander in chief na ni mwenyekiti wa chama kimoja wapo ambacho kimeshika dola kwa wakati huo, anaweza kuteua na kutengua watumishi wa tume, akiwepo mwenyekiti, mkurugenzi na makamu mwenyekiti na katibu, atakavyoona inafaa yeye. Pia mkumbuke kuna ibara ya 36 ambayo inasema ushauri wa rais anaweza asifuate ushauri wa mtu yeyote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa tunachokuwa tunataka ni uongozi bora. Sasa uongozi bora umeshasema ibara ya 74 imempa mamlaka rais kuteua na kuanzisha hiyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Vile vile anaweza kuwatengua, na hiyo tume inavyoanzishwa, akishaanzisha tume akaweka watu wake specified ambao anaona yeye wanafaa kuwa wajumbe wa tume, ambao hao watu kwenye ibara ya 74(5) anaweza kuwaondoa vile vile. Yeye huyo mmoja wapo ni mshiriki, anakuja kushiriki tena kuwa mgombea mmoja wapo kati ya kinyang'anyiro hicho cha uchaguzi mkuu. Kama ni kweli mtu ambaye anaweza kureason vizuri, ni kwamba moja kwa moja ni hakuna people's election, badala yake kuna presidential election. Presidential election inayoiongelea hapo ni kwamba rais anatengeneza tume ya kufanya yeye kumshindisha, yani atakuwa ameshinda kabla hajaenda kwenye box, kwa sababu ameanzisha tume na aweza kuondoa na tume ni ya kwake. Sasa mtu anataka kujiuliza kusema sasa tume ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 inasema tume haipaswi kufuata ushauri wa mtu au taasisi yote. Iko hivi ndugu zanguni, mimi mzazi ninapokuwa na watoto wangu ninamjua mtoto kila tabia yake, kila mtoto niliyemzaa mimi namfahamu tabia yake, na watu wengine wote ambao ni familia yangu nawafahamu tabia yao, najua namna kwa control. Kwa kusema kwamba eti kuna ibara ya 74 ibara ndogo ya 11 inasema kwamba watakuwa wako independent na wako hawezi kuingiliwa na mtu yote yule kwenye uamuzi wao, hiyo kweli sio sahihi. Kwa hiyo kwenye mambo ambayo nazungumzia watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora, sasa namna gani ndani ya nchi vinatusaidia kupata maendeleo ambayo tunategemea, kama ambavyo nimekwisha kusema, na ukiangalia current issues ambazo zinaendelea, kwa hiyo inakuwa ni changamoto sana. Kwa mimi kwa ushauri wangu nilivyokuwa na shauri, unajua ni vizuri unapokuja kwa unatoa arguments zako, unatoa proposal zako, lazima pia uwe na namna gani kipi kifanyike. Iko hivi, ardhi tunayo, watu tunao wa kutosha, siasa safi hatuna. Uongozi bora unatengenezwa na siasa safi. Kwa kama hatuna siasa safi na uongozi bora pia haupo, sasa tufanye nini? Iko hivi,
tuwasikilize watu. Tukiwasikiliza watu tutaweza kuwa na, kwa sababu kwenye watu ndio tunapata kila kitu, tunapata viongozi, kwenye watu tunapata siasa safi, kwenye watu tunapata uongozi bora. Sasa mtu anaweza kujiuliza akasema, sasa watu ni nani ambao tukimsikiliza anaweza akatupa kitu ambacho tunaona ni cha mantiki? Iko hivi. Kila mtu dunia hii amezaliwa kuongoza. Mungu alipokuwa anamuumba binadamu, alimwambia nenda ukaongoze wanyama na mazingira yote yanayokuzunguka. Kwa hiyo kila mtu ndani ya, as wewe ni human being, you are born to be a leader. Na kama umezaliwa kuwa kiongozi, it does not matter kwamba una hela kiasi gani, unafahamika kiasi gani, una ukubwa kiasi gani, wewe ni jinsia gani, au una status gani ndani ya nchi hii. Cha msingi tu kwamba umeshazaliwa binadamu, basi una sifa ya kuwa kiongozi. Na kama una sifa ya kuwa kiongozi, mambo mengine kama namna ya kupata watu, namna ya kupata vyama nini, hayo ni mambo ambayo yanapatikana na yameshatengenezwa tayari. Tumeshatengenezwa kwa binadamu, tayari una sifa ya kuwa kiongozi ndani ya ulimwengu wa dunia, si ndio? Sasa ushauri wangu nilipokuwa nashauri, tuwasikilize watu. Watu ni wa msingi sana. Maoni ya watu ni ya kusikilizwa. Sasa kuna kuwepo na tume nyingi zimeundwa ndani ya nchi hii, zina establish maoni ya watu ya kusanywe. Kulikuwa tume ya Kisanga, kulikuwa tume ya Nyalali, kulikuwa tume ya nani. Hawa watu wote wanatoa maoni, lakini utekelezaji wa haya maoni hautekelezwi. Sasa tunaweza tukakusanya maoni ya watu kwa njia nyepesi tu. Sasa hivi mitandao ya kijamii ni vitu ambavyo vina influence na vimekuwa. Inaweza kaanzisha hata poll ya taifa kwamba tunakusanya maoni ya watu kwa kutumia poll, kwamba kwa kweli kwa awamu hii na hali ilivyo, watu wanasuggest tuwe na vitu gani, tufanye nini kwenye mambo manne, kwenye ardhi, watu, siasa safi, uongozi bora, ili tupate maendeleo ambayo baba wa taifa alikuwa anayaona kwake yanafaa. Kwa mimi yangu yalikuwa ni hayo, na nipende kushukuru sana ndugu zangu. Na kwenye swala la tume ataliongelea Bwana Silence hapa. Karibu tu. Asante. Ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Silence Joseph Mwakasala. Ni miongoni mwa wanachuo wanaotokea katika huu mkoa wa Mwanza. Niko hapa mbele yenu kwa kuzungumzia mambo machache, ikiwepo ushiriki wa vijana katika uchaguzi, lakini pia nitakwenda kulizungumzia moja kwa moja swala zima la Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, kabla sijaendelea na hoja yangu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, naomba niliweke wazi kwamba kuna baadhi ya sheria zimekuwa zikitulimit sisi kama vijana au sisi kama wasomi, ili tusiweze kutoa baadhi ya press au tushindwe kuweza kutoa maoni yetu endapo tunataka kuikosoa serikali au kuishauri. Nitazungumzia moja kwa moja hii sheria ya makosa ya kimtandao, inaitwa Cyber Crime Act ya Tanzania ya mwaka 2015. Hii imekuwa ni kikwazo kikubwa katika ushiriki wa vijana, hususan kwa waandishi wa habari, hususan kwa vijana. Ina athari kubwa kwa vijana, hususan katika uhuru wa kujieleza, kutoa maoni, kushiriki katika shughuli za kisiasa. Ingawa sheria zilianzishwa kwa lengo la kupambana na uhalifu wa kimtandao. Ndugu waandishi wa habari, kivipi imewakandamiza vijana hii sheria? Ukisoma ibara ya 16 ya sheria ya uhalifu wa mtandao ya mwaka 2015, inasema ni kosa la jinai kwa mtu yeyote ambaye atatoa taarifa za uongo kupitia mitandao ya kijamii. Inatoa adhabu kubwa kwa mtu yeyote atakaye bainika kupatikana na hatia hiyo, ikiwa kulipa fedha na kwenda gerezani miaka mingi. Kwa upande wa vijana wengi hutumia mitandao ya kijamii katika kutoa maoni yao kisiasa, kiuchumi. Pia serikali hutumia kifungu hiki kama kigezo cha kumshtumu mtu kwa kutoa taarifa za uongo. Huwafanya vijana kuogopa kutoa maoni yao. Kwa kigezo cha kuogopa kukamatwa na serikali. Pili, makosa ya kutumia mitandao kwa kusudi au kuchochea uasi au mapinduzi. Ibara ya 18, ibara ndogo ya sheria ya Cyber Crime Act
inasema kuwa ni kosa kutumia mitandao kuhamasisha vurugu, uasi, mapinduzi dhidi ya serikali. Sheria hii moja tuangalie imewakandamiza vipi vijana. Inawafanya vijana kukosa uhuru wa kujieleza kuhusu serikali yao, kutoa hisia au viongozi wake. Mfano, vijana wanashiriki midahalo ya kisiasa kwa lengo la kupinga maovu yanayofanywa na serikali, wanaweza kutumiwa na kifungu hiki kukamatwa kwa kutumia mitandao kwa kuchochea vurugu, kitu ambacho kinakuwa si kweli. Mfano mzuri, vijana waliopinga matokeo ya uchaguzi mwaka 2020 walituhumiwa chini ya kifungu hiki. Ndugu waandishi wa habari, baada ya kuelezea hiyo sheria ambayo inakandamiza vijana katika kushiriki katika siasa, ngoja niende moja kwa moja niweze kuelezea Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Nitajikita baadhi ya vipengele. Swali kubwa ikiwa ni kwa nini wananchi wa Tanzania walio wengi wanailalamikia sana tume ya uchaguzi kwamba si huru. Ndugu waandishi wa habari, nitakwenda kuelezea baadhi ya sababu sisi kama wasomi tulizoweza kuzibaini na kugundua tukaona zina changamoto. Tume ya Taifa ya Uchaguzi si huru kwa sababu zifuatazo. Uteuzi wa wajumbe kutoka kwa rais. Ndugu waandishi wa habari, katiba ya sasa ya 1977 ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza, Rais wa Jamhuri ya Muungano ndiye uteua mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe wengine wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Hii inatoa nafasi kubwa ya upendeleo wa kisiasa hasa pale rais au mgombea anatoka chama tawala. Ndugu waandishi wa habari, naomba niliweke wazi hili swala. Mfano mzuri, nichukulie dabi iliyocheza juzi ya NBC kati ya Simba na Yanga. Mashabiki na wakereketo wote wadau wameshindwa kuamini marefa wao, wakaenda kuchukua marefa kutoka Misri. Hivyo naomba niweze kuutumia mfano kuhusianisha na kwa nini sisi tuweze kukubali rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aweze kututeulia mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi waje kusimamia uchaguzi, na uchaguzi huu rais pia naye anaenda kushiriki. Kwa moja kwa moja hicho ni kitu ambacho hakiwezekani hata kwa mtu ambaye hajasoma, sio tu kwa sisi wasomi. Pili, ndugu waandishi wa habari, tume iliyoko saizi haiwajibiki kwa bunge au wananchi. NEC ya sasa inawajibika moja kwa moja kwa rais na si kwa bunge au wananchi wala chombo huru kingine. Hii inafanya usimamizi wake kuwa upande mmoja bila uwiano wa madaraka. Tunasema check and balance. Mfano mzuri, hatuwezi tukamchukua labda msemaji wa Yanga Ali Kamwe tukasema labda akasimamie dabi ya Simba na Yanga, yeye akawa ile. Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Tunajua tu lazima atapendelea. Ndugu waandishi wa habari, hoja yangu nyingine, malalamiko ya vyama vya siasa. Nadhani tumekuwa wote mashahidi, vyama vya siasa nchini Tanzania na asasi za kiraia vimekuwa vikilalamikia upendeleo kwa chama tawala ambacho ni CCM, hasa katika mchakato wa uchaguzi, uandikishaji wa wapiga kura na uteuzi wa wasimamizi wa uchaguzi. Katika baadhi ya chaguzi, NEC imelaumiwa na kutuhumiwa kwa kutangaza matokeo yenye utata na kukataa malalamiko au rufaa kutoka kwa vyama vya upinzani, jambo ambalo si sahihi. Hoja yangu nyingine, ndugu waandishi wa habari, wasimamizi wa uchaguzi ni watumishi wa serikali. Hii ni kati ya swala ambalo linaleta sana utata miaka mingi, kwamba mtu ni mtumishi wa serikali, umemchagua mwenyewe kama mkurugenzi, labda mkurugenzi wa halmashauri, umemchagua wewe kumweka kwenye position, alafu wewe mwenyewe pia unaenda kumteua wewe msimamizi wako uchaguzi. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani, na tumekaa chini sisi kama wasomi tumegundua hicho kitu hakiwezekani. Wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo mara nyingi ni wakurugenzi wa halmashauri ambao ni wateule wa rais. Hili swala linaleta mgongano unaleta mgongano mkubwa, kwani wanadaiwa kuwa na ukaribu na serikali iliyoko madarakani. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakiwezekani hata kwa msomi yoyote, sio kwa msomi tu, hata kwa mtu yote ambaye hajasoma. Ndugu waandishi wa habari, nitakwenda kueleza baadhi ya vifungu au baadhi ya ibara ambazo zimekuwa zikipigiwa kelele kwamba vinalalamikia kupendekezwa kufanywa mabadiliko. Baadhi ya ibara nitaenda kuzitaja za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan katika Tume Huru ya Uchaguzi.
Ibara ya 74 ibara ndogo ya kwanza. Rais huteua mwenyekiti, makamu mwenyekiti na wajumbe wa tume. Sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tumekuja na mapendekezo yetu ya kwamba tume ya uchaguzi iundwe upya na chombo huru na si rais kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025 mwaka huu. Nakuja kuangalia ibara nyingine ya 74, ibara ndogo ya 7. NEC inawajibika kwa rais. Mapendekezo yetu sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tunapenda kuishauri serikali ya kwamba NEC iwajibike kwa bunge au chombo kilicho huru au wananchi. Pia ndugu waandishi wa habari, nitaenda kuzungumzia pia ibara ya 74 ibara ndogo ya 6. Tume yaweza kusimamia uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani pekee. Lakini sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tunakuja na mapendekezo yetu tukisema kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025 mwaka huu tume ya taifa hiyo hii NEC iongezewe mamlaka ya kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa. Ndugu waandishi wa habari, naendelea kwa kusema hakuna kifungu katika katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambacho kimeelezea Independent Electoral Commission kama ilivyo Kenya au Afrika Kusini kutambuliwa rais kuwa chombo huru cha kitaifa. Mapendekezo yetu sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tunapenda kuishauri serikali iandae uwazi wa kikatiba kuwa iandike uwazi kikatiba kuwa ni huru na kuweka utaratibu wa uteuzi wa wajumbe usio na mkono wa rais. Ndugu waandishi wa habari, haya mapendekezo ni mapendekezo ambayo tumeyatoa sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza. Na haya mapendekezo yalishapigiwa kelele kipindi cha nyuma miaka mingi sana. Nadhani pia kuna ile rasimu ya katiba ya Warioba. Jaji mstaafu alikuwa anaitwa Warioba ya mwaka 2014. Pia rasimu iliweza kupendekeza kama haya tuliyopendekeza sisi wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza. Nitasoma mapendekezo yaliyopendekezwa na rasimu ya Warioba, jaji mstaafu. Kuanzishwa kwa tume huru ya uchaguzi namba 1, ambao na sisi pia tumesha kupendekeza kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza. Namba 2, uteuzi wa wajumbe kufanywa na chombo huru cha uteuzi, sio rais moja kwa moja. Nadhani na sisi wasomi pia tumeshapendekeza. Tume kuwajibika kwa bunge au wananchi na si rais, kitu ambacho kinafanya kuinyima separation of power. Kunakuwa hamna uhuru wa madaraka kati ya bunge, mahakama na serikali. Tunataka viwe huru, kila kitu kifanye kazi kwa kujitegemea, independent. Lakini pia kuwe na utaratibu wa wazi na huru wa kuteua, kusikiliza malalamiko na kufuatilia mwenendo wa uchaguzi. Kwa kusema haya, ndugu waandishi wa habari, nadhani ni baadhi ya mapendekezo ambao sisi kama wasomi wa vyuo vikuu mkoa wa Mwanza tumeweza kukaa chini na kuyafikiria na kuona kabla tujaingia kwenye uchaguzi wa Oktoba 2025 mwaka huu yafanyiwe kazi, na tunaishauri serikali yafanyie kazi, kwa sababu endapo watapuuza ushauri ambao tunawashauri sisi, basi kutakuwa haina haja ya kuwa na wasomi katika nchi yetu ya Tanzania. Bila kupoteza muda, niko naomba nimkaribishe ndugu yangu hapa Edson Mahende kwa kuelezea zaidi kwenye hili swala la uchaguzi. Asante. Asante ndugu waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Edson Mahende. Ni miongoni mwa wanafunzi wa vyuo vikuu vinavyopatikana mkoa wa Mwanza. Kama walivyotangulia kusema wenzangu, nafikiri wamezungumzia mambo mengi mazuri ambayo kama nchi tunapaswa kuyafanya kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, ambalo sisi kama vijana tunalihitaji liendelee mbele, kwa sababu tunategemewa sana kama vijana kwenye taifa letu. Na sitakuwa na mambo mengi kwa sababu mengi yamezungumziwa na wenzangu. Zaidi mimi nataka tukufanya kwa ufupi sana, hasa nizungumzie tu swala zima kwamba kumbe nchi yetu kwa namna ambavyo tunaona kama wasomi inahitaji kufanyika mabadiliko makubwa sana kwenye nchi hii. Kwa namna gani mabadiliko yanatakiwa? Tunahitaji mabadiliko kwa vitu mbalimbali, hasa kama walivyotangulia kusema wenzangu, wamezungumzia swala zima la katiba. Kwa nini tunahitaji katiba ifanyiwe mabadiliko sasa? Kama walivyokuwa wanazungumza wenzangu, wameonyesha mapungufu yanayoonekana kwenye katiba ya nchi yetu. Kumbe kama vijana na kama wasomi tumeona sasa kuna kila sababu na kuna kila nia ya kufanya mabadiliko kwenye katiba ya nchi yetu. Na katiba hiyo itatupa misingi ambayo ni
kuwapa wananchi, ambayo itakuwa ni katiba ya wananchi na ambayo itaonyesha hasa misingi ya haki na uwajibikaji kwa viongozi. Tunahitaji viongozi wawajibike na hasa kwa wananchi ambao ndo wenyewe wahusika na ndo wenye nchi. Lakini pia tumeangalia swala zima la kama wasomi kwamba kuna shida kwenye utawala bora kwenye nchi yetu. Swala zima la utawala bora na uwajibikaji ni tatizo kwa kweli. Lazima tuwe wazi kama wasomi, na ni vitu ambavyo tumeviona vinaonekana dhahiri kwamba kuna shida katika misingi ya utawala bora na uwajibikaji. Kwa tunapaswa nchi yetu sasa tufanye mabadiliko ili utawala bora uonekane na uwajibikaji uonekane kwa viongozi. Wanapokuwa wanapewa majukumu, kutimiza majukumu ya umma, wasimamie na wawajibike kama inavyotakiwa na si vinginevyo. Na kwa misingi hiyo tunavyosema uwajibikaji ni pale tunapoenda kusimamia swala zima la rushwa. Haitakiwi tena kuwa kama kwa sababu rushwa ukiangalia kwenye nchi yetu ni kama ni kikwazo. Watu wanakuwa wanatumia nafasi zao kwa kuendekeza rushwa kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunatakiwa uwajibikaji uwepo na usimamiwe vizuri, lakini pia matumizi mabaya ya madaraka. Sisi kama wasomi tumeangalia hilo. Kwa mtu yeyote unaweza kutazama kwamba watu wengine wanapewa ofisi za umma lakini wanazitumia vibaya. Matumizi mabaya ya madaraka kwenye nchi yetu hayo yapo. Kwa hiyo tunahitaji mabadiliko ya vitu kama hivyo. Lakini pia tunahitaji mabadiliko kwenye swala zima la haki za kidemokrasia na uhuru wa vyombo vya habari. Kuna muda watu kusema inakuwa ni shida. Watu wanaogopa kuzungumza kwa sababu wanaona labda akizungumza, uhuru wa kuongea anaogopa kwamba nikizungumza labda mimi nitaonekana kama ni mbaya, labda naikosoa serikali. Lakini kama wasomi tumeona kuna kila sababu kuna kila sababu ya kusimama kwenye misingi ya watu kuwa na uhuru wa kuzungumza, na unapokosoa ndipo unaposaidia kujua wapi pana shida, na mwisho wa siku tunajenga nchi yetu, kwa sababu lengo letu ni kujenga na sio kubomoa. Tunahitaji kiukweli uwepo na uhuru au haki za kidemokrasia na uhuru wa vyombo vya habari kwa ajili ya kutoa taarifa kwa wahusika, na hii itatusaidia watu kujieleza na kukusanya au kukusanyika hata pamoja katika kuleta mawazo mazuri yanayoweza kuchangia taifa letu na uchumi wa nchi ukaenda mbele. Pia tunahitaji mabadiliko kwenye swala zima la marekebisho ya mfumo wa uchaguzi. Wenzangu wametoka kuzungumza. Tukiangalia nchi ya Tanzania, kiukweli kwenye swala la uchaguzi ni kwamba kama kuna shida kubwa sana, ambayo kama wasomi lazima tuzungumze ukweli, tusijifiche kokote. Kwa nini tujifiche, tusiongee? Na kama msomi umegundua kitu, umeona kabisa hapa kuna shida, na mtu unayesoma lazima usaidie. Husomi kwa sababu tu wewe msomi kwa umesoma na urudi kakae na elimu yako. Lazima uonyeshe kwamba kuna shida. Tumeona kabisa mfumo mzima wa uchaguzi hauko vizuri. Tunahitaji marekebisho kwenye mfumo wa uchaguzi. Kwa namna gani? Kuwepo na tume huru kama walivyosema wenzangu waliotangulia kuzungumza. Lazima tuwe na tume huru ambayo itaonyesha misingi mizuri ya usimamiaji wa uchaguzi, ambayo itaonekana kuwa na vitu ambavyo vinaleta changanyikeni na watu wanagundua kabisa hapa kuna shida kwenye swala zima la mchakato wote unaokuwa unahusiana na uchaguzi. Kwa hiyo kwa misingi hiyo basi, kumbe tume huru ni ya muhimu sana kwenye taifa letu. Hasa tukiangalia hali nzima ya mwenendo wa uchaguzi ambazo zimepita, zimeonekana kuwa uchaguzi ambazo zimekuwa na sintofahamu. Na hata wananchi, mtu wa kawaida kabisa ambaye hata yuko vijijini kabisa anakuambia hapa uchaguzi huu haujaenda kwa uhuru na haki. Kwa hiyo tuna kila sababu sasa ya kusimama kwenye misingi ya kufanya mabadiliko au kufanya mfumo wa uchaguzi uwe na marekebisho ya kutosha kwa kuwa na tume huru, lakini pia tuwe na uchaguzi huru na haki, na kila mtu atumie sasa nafasi yake au wajibu wake kama Mtanzania kupiga huru na akilizika kabisa kwamba kumbe nilichokifanya, nimechagua kiongozi ambaye mimi nilimhitaji kwa nafasi yangu na nimepewa kiongozi huyo niliyemchagua mimi. Tusionekane, kwa sababu inaonekana kama nchi yetu kuna mifumo fulani ya uchaguzi inaingiliwa mpaka unafika sehemu watu wanaona kama uchaguzi, wananchi wanachaguliwa viongozi ambao wao kwa wakati mwingine hawahitaji. Sasa sisi kama wasomi tunashauri kuwepo na uchaguzi ambao ni wa huru na haki, na mabadiliko au marekebisho ya mifumo ya uchaguzi kwa ujumla ya badilisho na sheria za uchaguzi ziwe nzuri. Lingine ni mageuzi ya kiuchumi. Tukitizama sana, ndugu waandishi wa habari na Watanzania kwa ujumla, nchi yetu kwenye swala zima la mageuzi ya kiuchumi, tunaangalia kuna vitu vingi sana vinakuwa viendi sawa. Usawa wa fursa kwenye nchi yetu hauendi vizuri. Mfano ukitizama kwamba swala zima la fursa zinatokea, lakini unaweza kukuta wanaopata fursa ni watu wachache sana. Kwa misingi kwamba naweza nikawa mimi namfahamu fulani ndo naweza nikamshirikisha kuna fursa. Fursa ziwafikie watu wa chini ambao ndo Watanzania, ili kila mtu anyanyuke kiuchumi, asimame awe vizuri. Tunahitaji Watanzania wote tusimame. Tuwe na maendeleo. Tusionekane kuna kundi fulani linaweza kuwa na maendeleo, kundi fulani halina maendeleo.
Kwa tunahitaji Watanzania, kila Mtanzania ashiriki kwenye fursa zote zinazotokea kwenye taifa hili la Tanzania ambao ni nchi yetu. Hususan vijana tushirikishwe, wamama washirikishwe kwenye fursa zinazotokea na watu wafurahie kwamba kuna fursa zimetokea kwenye nchi yetu na tunanufaika na rasilimali za nchi yetu. Kwa hiyo tunahitaji mambo kama hayo kwenye swala zima la mageuzi ya kiuchumi, na ukiangalia tukifanya hivyo tunaweza kupunguza umaskini. Kwamba fursa zinapotokea vijana wakawashirikishwa, wakaonyeshwa kwamba kuna fursa hii pasipo ubaguzi, pasipo kupendelea. Kila kijana aonyeshwe fursa na ziwe wazi kwenye taifa. Naamini tutapunguza umaskini kwa hali kubwa, hasa kama sisi wasomi tunaotoka vioni tunarudi mitaani tunakuwa tunalia kwamba ajira. Kumbe kukitokea fursa zikaonyeshwa kwa uwazi, hakika zitatupa namna nzuri sana ya kufanya vijana wainuke kiuchumi na hawatakaa kulilia ajira tena. Mwisho wa siku watajiajiri vizuri tu. Tukiangalia kitu kingine ambacho tunahitaji kiukweli katika taifa, na kama wasomi tunashauri tufanye mabadiliko. Kwa nini tunasema mabadiliko? Tunazoimba hizi reforms zinazoona zinaimbwa hata na baadhi ya watu. Kuna kundi linaimba reforms, kuna lingine linaimba masuala tunatiki sijui Oktoba. Kumbe tunaweza kaangalia kwa nini kila kundi na umuhimu wake. Kama wasomi tumegundua kumbe kwamba hizi reforms ni muhimu hasa kwenye swala zima la utawala wa sheria na haki za binadamu. Ni kwa nini? Tunapozungumzia utawala wa sheria na haki za binadamu, hapa ndipo tunaposema kwamba tuhakikishe sheria za nchi zinatumika vizuri. Sheria itumike kwa usawa kwa watu wote, iwe sawa. Isitokee kwamba kwa sababu mtu fulani yeye ana kitu fulani au yeye ni kundi fulani, yani sionekane kwamba kuna kundi fulani ambalo lenyewe hata likifanya kosa haliwezi kuwajibishwa. Lakini wewe usiyekuwa na kitu, mtoto wa maskini ambaye wewe ni mtoto wa mkulima, wakati mwingine ukifanya kosa, hata kosa lenyewe linaonekana ni dogo, unaweza kubanwa na mwisho wa siku ukakosa hata haki za msingi. Kikweli tunahitaji sheria zifanye kazi kwa utawala ambao ni wa haki, na utawala wa sheria uwe vizuri. Binadamu na haki za binadamu ziheshimiwe. Matukio tumeyaona mengi kwenye nchi yetu. Kama wasomi lazima tushauri kwa matukio yanayojitokeza sio mazuri kwa taifa hili. Kwa sababu tunaweza kuona kama wasomi tukanyamazana, lakini mwisho wa siku yakaja kuleta picha mbaya huko mbeleni tunakoelekea. Kwa nini tusiyasemea kama wasomi kwamba matukio tunayoona yanatokea, unasikia sijui kuna watu wamepotea, sijui watu wamefanyaje? Lazima tuseme kwamba kama wasomi tunashauri kuwepo na mfumo mzuri ambao utalinda haki za binadamu, hasa wa Tanzania ambao wana haki na kila sababu ya kuishi kwenye nchi yao kwa uhuru na haki, na kutambua haki zao za kuishi, lakini pia na wao kutambuliwa na wapewa nafasi za kutoa maoni yao pasipo kuogopa, lakini zaidi kwenye swala zima la kuheshimiwa utu wao. Pia la mwisho mimi niseme tu kwamba kama wasomi tumegundua kumbe Tanzania kama nchi ambayo sasa inapiga hatua za kimaendeleo kwa namna ambavyo tunaona, na wasomi wamekuwa wengi, na ukiangalia kizazi hiki tulicho nacho sio kizazi cha 1990 kitu huko, kizazi cha 2000 hiki. Na kadri siku zinavyoenda tunahitaji watu wanazidi kufunguka akili sana, wanaelewa vitu kwa namna namna moja au nyingine kadri siku zinavyoendelea. Na ndio maana wasomi kama wasomi tunapokuwa tumeingia darasani kusoma tunajifunza mambo mengi, lakini hasa tunapaswa turudi tusaidie na tushauri. Tusiposhauri tutakuwa tunakosea sana. Kwa kumbe tunahitaji pia ugatuaji wa madaraka ni sehemu ambayo inatakiwa isimamiwe kama nchi. Tufanye kwa kweli namna ya kuweza kuonyesha misingi mizuri kwenye swala zima la kupeleka rasilimali kwa Watanzania wale wa chini. Nchi yetu ina rasilimali nyingi. Ugatuaji wa madaraka tunachomaanisha ni kwamba tufike sehemu madaraka yashushwe kwa viongozi wa chini, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji. Isiwe tu wanakuja wale mambo yanaishia kwa mkurugenzi, sio yanaishia ofisi ya mkuu wa wilaya, mkoko huku chini hawafiki. Na wale watu kama watendaji wa vijiji, watendaji wa kata washirikishwe kwa mambo makubwa ambao kwa sababu ukija kuangalia wao ndo wahusika kabisa wanaokutana na jamii ya mwisho ile ya chini. Kwa tunahitaji rasilimali zinapokuwa zinafanywa mgawanyo hakika zifike kwa watu wa chini kabisa. Ukiangalia nchi yetu ni nchi ambayo ina rasilimali nyingi, tuna migodi, lakini vijana tunapaswa tunufaike na rasilimali kama hizo. Hatunufaiki kwa sababu ya misingi kwamba labda inafika sehemu kuna makundi fulani yanaweza akawa ndo yanapata manufaa kwa sababu sisi kwa kijana kama nilivyotangulia kusema kwamba unakuta kundi fulani lenyewe linajibeba kwa sababu linajulikana, lakini kundi la watu wachache ambao ni maskini wanakuwa hawapati namna ya kujibeba au namna ya kujua au kutumia au kufaidi rasilimali za nchi yao. Ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania, sisi kama wasomi wa vyuo vikuu kutoka mkoa wa Mwanza tulipendekeza sana na tunashauri sana serikali isimamie vitu vyote ambavyo tumevizungumza. Vinaweza vikawa ni vitu vya msingi na vinaweza vikasaidia taifa letu likaenda mbali na mwisho wa siku tukapata maendeleo mazuri, na hasa kuwakomboa vijana ambao ni taifa
la leo. Mimi sisemi kama vijana ni taifa la kesho, ni taifa la leo. Na niseme tu kwa kuhitimisha kwamba katika nchi hii ya Tanzania tukubali tukatae, mabadiliko ni muhimu sana kwa kipindi hiki tulichofikia. Ni ukweli kwa namna moja ama nyingine dunia inaenda kwa kasi sana. Tunahitaji mabadiliko katika nchi yetu, na mabadiliko haya yanapaswa kutazamwa kwa uzito mkubwa sana. Lakini sio maneno tu. Tusibaki kusema maneno kwamba tunafanya mabadiliko kama ambavyo ilitokea katiba ambao Jaji Sinde Warioba alisimamia na ikawa ni maneno, mwisho wa siku kaishia njiani. Tuache kusema maneno. Yaani kama taifa tufike sehemu, sisi kama wasomi tunashauri tuache maneno, tufike sehemu tufanye kwa matendo. Na mabadiliko haya yakifanyika kwa matendo, yatawapelekea wananchi wa kawaida kabisa ambao ni wale wa chini na ndio wenye nchi yao wataweza kunufaika. Na ili tufanikiwe kwenye mabadiliko ya taifa hili la Tanzania, lazima tufanye mabadiliko kupitia maridhiano. Wala sio kusema grupu fulani au kundi fulani lina nguvu sana. Lazima tufanye maridhiano. Maridhiano yatatupa katiba nzuri, yatatupa kila kitu tunachokihitaji katika nchi kwa maendeleo ya taifa la kesho. Lakini pia lazima kuwepo katika mabadiliko hayo uwajibikaji na uwazi katika uongozi au watumishi wa umma. Niseme mengi, mimi niishie hapo kwa sababu sisi kama wasomi tumeamua kushauri serikali yetu na tunahitaji tufanye vitu kwa sababu nchi ni ya kwetu na tunahitaji kuijenga. Naomba sasa kwa machache hayo nimkaribishe Mheshimiwa Haruni, naamini yeye ana machache ya kuweza kuweka na kuchanganua, na mwisho wa siku tutembee kwa pamoja. Asanteni sana. Asante. Kwa majina naitwa Haruni Lazaro Kavina, ni mwanafunzi wa sheria kwenye vyuo mbalimbali miongoni mwa vyuo vilivyopo Mwanza. Ninashukuru kwa hii place ambayo tumeita siku ya leo na tumekuwa na wazungumzaji tofauti, kila mtu amezungumza jambo lake. Wote wamezungumza mambo ya msingi na yanayosaidia taifa letu kuweza kukua. Sasa mimi nitajikita kwenye kipengele kimoja. Sasa tuna hayo yote yaliyozungumzwa, kivipi tunaweza tukaya-address na tukayafanyia kazi? Mtu mjinga ni yule anayefanya jambo lile lile kwa namna ile ile kwa misingi ile ile, jambo ambalo lilifeli kwa wakati uliopita. Sasa kama taifa, kama watu wanasema kwamba taifa linahitaji reforms, taifa lina changamoto ya mifumo ya kielimu, mifumo ya uongozi imefeli, je, tukae hivi hivi ama tuendelee kujidanganya na kumeza upepo? Hatuwezi tukakubali kuendelea kuwa hivi. Bunge limevunjwa tayari, rais amevunja bunge. Hii maana yake ni kipenga kimepulizwa kwa ajili ya uchaguzi. Sasa kama kipenga kimepulizwa kwa ajili ya uchaguzi na mifumo tunayoona haiko sawa, mifumo haiko sawa kabisa, tume haziko huru, watu wamesema katiba ni mbovu, tume haiko sawa, kuna cyber crimes wanasema, sheria ya uchaguzi wanasema haziko sawa. Tunaendaje kama taifa? Tunaendaje kwenye uchaguzi kama taifa kwa mifumo kama hii? Nemo judex in causa sua. You can't judge your own case. Hauwezi kuhukumu kesi yako mwenyewe. Lazima kesi yako ihukumiwe na mtu mwingine. You cannot judge your own case. Lakini tumetengeneza mifumo ambayo they want to judge their own cases. Sasa kama rais anatengeneza tume ya uchaguzi mwenyewe, mwenyekiti wa tume ni wa kwake, wasaidizi wake na viongozi wengine, how can we move as a nation? How can we move? Tuna cyber crimes. Ukisoma cyber crimes kifungu cha 31, 32, 33 mpaka 38 vinawapiga pini watu kujieleza. Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi na tuna mifumo kama hiyo? Wengine wanasema reforms, wengine wanasema tunatiki. Mambo ni mengi. Tukipuuza maoni ya wananchi, taifa litakalopuuza maoni ya wananchi, Mwalimu Nyerere alisema linaweza likalia kilio cha kusaga meno. Mwaka 1995 Mwalimu Nyerere alisema chama kitakachopuuza maoni ya watu, hicho chama kitapata shida kweli kweli. Wasikilizeni watu wanataka nini? Hasa mnasema kwamba tunaenda kwenye uchaguzi na bunge limeshavunjwa, eti sheria tumezirekebisha na nini? Ukiziangalia sheria hizi jamani, ni kama tu vile punda amepakwa mistari ya rangi. Huwezi kumuita punda milia huyu. Punda ni punda tu. Huwezi kumfanya punda milia kwa kumpaka mistari mieupe. Haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Sasa tukiwa na taifa la namna hii, nchi haiwezi kwenda. Nchi haiwezi kwenda. Leadership is not all about title. Leadership is all about integrity, values and legacy. Sasa kama uongozi haufikiri kuhusiana na legacy, haufikiri kuhusiana na values, haufikiri kuhusiana na kusikiliza watu, hii itakuwa ni nchi ya namna gani? Kuna taifa ambalo limeziba masikio. Vyama vya siasa vingine vinapigwa bani. Walezi wa vyama vya siasa wana vyama. Umesema majaji wanatakiwa wasiwe na vyama. Tumeambiwa sheria zinasema majaji wasiwe na vyama. Hata kama katiba hii ni mbovu, lakini mbona haifuatwi? Katiba hii mbovu mbona haifuatwi?
Majaji wanapatikanaje? Majaji wanapatikanaje? In dispensing justice, judiciary has to be free. Article 107 capital letter A. The judiciary ziko free. Ukishinda uchaguzi unaweza kuchallenge, uchaguzi wa rais unaweza kuwa challenged. Refer kwenye kesi ya Jebla Kambole versus United Republic of Tanzania, kesi ya 2018-2019. Jebla Kambole alishinda kwenye mahakama ya Afrika Mashariki. Na mahakama ya Afrika Mashariki ilitoa order kwamba lazima vifungu vibadilishwe, ikiwemo ibara ya 41(7) ambayo inakataa watu kuchallenge maoni kuchallenge uchaguzi wa rais. Lakini vitu havifanyiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujifungia ndani. Mashirika mbalimbali kama Twaweza wametoa ripoti mbalimbali kwenye chaguzi mbalimbali. 2020 Twaweza wamesemaje? Umoja wa Mataifa wamesemaje? Vyombo vya kimataifa waangalizi wamesemaje? Wanasema tume za uchaguzi wa Tanzania haziwezi ineligible kusimamia uchaguzi wa Tanzania. Nchi ina shida, nchi ipo kwenye giza. Sasa kama ipo nchi kwenye giza na watu wanasema lazima tuende hivyo hivyo, tunaendaje kama taifa? Tunaendaje? Tunaendaje kama taifa? Kama viongozi katiba za vyama vyao wanavunja, tunakuwa na taifa la watu wanatengeneza mapapeti mpaka kwenye vyama vya siasa. Unawekeana mapapeti kwenye chama hiki, unapeleka papeti kwenye chama hiki, unapeleka mapapeti just to distract mifumo ya uchaguzi. Mwalimu Nyerere alisema nchi ambayo haisikilizi maoni ya watu, narudia tena, nchi ambayo haisikilizi maoni ya watu, taifa hilo litalia sana. Dr. Miles Munro, mwandishi wa vitabu mahususi duniani, alisema jeshi la kondoo linaloongozwa na simba linaweza kulishinda jeshi la simba linaloongozwa na kondoo. An army of sheep led by a lion will always defeat an army of a lion led by a sheep. Sasa kama tuna uongozi ambao haufikirii, uongozi ambao haujaji, haufikirii maoni ya watu, vyuo vikuu ambako tunategemea wanafunzi wangezalisha wanafunzi ambao wana uwezo mkubwa, huko nako kumekuwa ni shida. Vyuo vikuu ni changamoto. Kuna vyuo mbalimbali viko Mwanza hapa, siwezi kuvitaja, lakini vina shida. Spika wa bunge wa chuo anakuwa katibu wa chama. Spika wa bunge anakuwa katibu wa chama. Sheria za uchaguzi, sheria za vyuo vikuu zinasemaje? Zinakataa viongozi wa vyama kuwa kwenye sehemu ya uchaguzi. Viongozi wa vyama wanakuwa viongozi wa huwezi kuwa rais wa chuo. Tusidanganyane, huwezi kuwa rais wa chuo mpaka uwe na chama fulani. Sasa tutakuwaje na nchi ya namna hiyo? Taifa la mtindo huu hatuwezi kumove. Makanisa yanafungwa ovyo ovyo, angalia makanisa yanafungwa ovyo ovyo kwa sababu za public interest. What is public interest? Kwa sababu ya eti mtu anasema kwamba kwa sababu ya maslahi ya umma, kwa tutafunga kwa sababu ya maslahi ya umma. Benefit of public, what is public interest? Hii public interest ambayo haijawahi kudefiniwa ni maana yake ni nini? Ardhi zinamilikiwa na public. Kwa hiyo wanaweza wakaichukua wakati wote for public interest. What is public interest? Rais anaweza kutengua viongozi wa tume, anaweza kutengua majaji for public interest. What is public interest? Public interest ni nini? Kitu ambacho kijawahi kufahamika. Watu tusiposikiliza maoni ya watu. Watu wanataka reforms. 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Maji yakikosa mkondo yatapasua mkondo. Maji yakikosa sehemu ya kuelekea yatapasua mkondo. Tusiruhusu taifa lipasue mkondo wa kuyapeleka maji hayo. Turuhusu taifa liongozwe kwa mifumo ya sheria. Turuhusu taifa liongozwe kwa utashi wa watu. Qur'ani zinazungumza, Biblia zinazungumza, sheria zinazungumza. Tusikilize watu. Tusiposikiliza watu, tutalia kilio cha kusamehe. Mimi sitaki kuwa sehemu ya hicho kilio. Naipenda nchi yangu, sitamani kuwa sehemu ya hicho kilio. Asanteni sana Watanzania na tunawashukuru sana kwa kutusikiliza. Mungu awabariki sana. May God bless you.